Wakutaka kunioa hamna. Wengine wanahisi mimi nina jinsia mbili. Wakati mimi nina jinsia moja. Kwa sasa hivi sitaki kuwa na mahusiano na mtu yeyote. Nataka nipambane na maisha yangu. Kwa majina yangu naitwa Elisi Mkelebe. Ni mzaliwa wa wilaya ya Mleba. Ninaishi Mleba. Hapo naishi na nani wewe? Hapa naishi na mdogo wangu na mwanangu pia. Ni mwanao ana umri wa miaka mingapi? Miaka 14. Ni wa kike wa kiume? Ni wa kike. Anaitwa nani? Anaitwa Jacqueline. Jacqueline. Vipi kuhusu wazazi wako? Wazazi wangu yupo baba. Anaishi wapi? Anaishi huku Mleba. Vipi kuhusu masuala ya familia yako wewe kama wewe sasa? Vipi kuhusu familia? Familia yangu naishi mimi mwenyewe. Kwa nini? Baba mtoto yuko wapi? Baba mtoto tulitengana. Ikabidi nianzishe maisha yangu mwenyewe. Kwa hiyo namshukuru Mwenyezi Mungu. Nipo napambana na maisha yangu. Unafanya shughuli gani ambayo inakusaidia kujiingizia kipato kila siku? Mimi kazi ambayo nafanya ninauza nguo za kina mama na watoto pia. Maeneo gani? Nauzia Minadani. Magulioni yani. Lakini leo tumekupata huko free. Leo hujaingia kazini? Leo sijaingia kazini, ameenda mdogo wangu. Sasa tumekutafuta, tulikuwa tukiongea muda mrefu sana. Ndio. Kwa nitapanga siku nije kukutembelea huko Bukoba, Mleba, na leo ndo tumekutana. Karibu sana. Kabisa kitu gani ambacho kimenifanya mimi nikutafute? Kitu ambacho kimenifanya mimi nikutafute unakifahamu. Ni juu ya muonekano wako, wewe unavyoishi na umekubaliana na hiyo hali. Unaweza ukalizungumzia kidogo kwa ufupi kidogo kuhusu muonekano wako wewe? Unaochukuliaje kama wewe? Kwa kweli muonekano wangu ni kitu ambacho nilipewa na Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo nikakubaliana na hiyo hali. Nimekubaliana nayo, naishi nayo. Kwa hiyo nimekubali matokeo. Na ulianza ku experience huo muonekano lini, au ulianza kujua kuwa una ndevu au ndevu zilianza kuota ukiwa na umri gani labda? Nilikuwa na miaka 19. Ulikuwa ni mwanafunzi wakati? Nilikuwa form 2. Ilikuwaje mara ya kwanza unaona sasa